Yaani ni kwamba kama una udhaifu wa rohoni, kama una udhaifu ndani yako, hauwezi kumaliza ule udhaifu kwa kupigana kimwili, kwa kutumia nguvu za kimwili. Unahitaji Roho Mtakatifu aweze kukushughulikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji Roho Mtakatifu. Kwa lazima ukae karibu na Roho Mtakatifu kwa udhaifu ulio nao, maana udhaifu ulio nao wa rohoni hauwezi kuumaliza kwa jinsi ya mwili. Na ndio maana Wagalatia 5:16-17 inasema enendeni kwa Roho wala hamtatimiza tamaa za mwili. Na katika Wakorintho wa pili 3:17, Wakorintho wa pili 3:17 anasema Bwana ni Roho, na popote alipo Roho wa Bwana pana uhuru. Kwa hiyo ili uweze kupata uhuru wa tatizo ulilo nao, unahitaji Roho Mtakatifu ashike nafasi kwenye maisha yako. Sikubali kuendelea na udhaifu. Kuna watu wengine wana udhaifu, kwa mfano mitandao ya jamii ilivyoenea, mitandao isiyofaa ilivyoenea duniani, ilivyo nje ni udhaifu. Wapo wengi wamefungwa nira kwenye mambo haya, hawawezi, wanajitahidi kuacha, hawawezi. Unahitaji Roho Mtakatifu akusaidie, akutane na wewe, akutane na wewe. Kwa maana sehemu nyingine Biblia inasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu kwa kuomba kwa kuugua kusikoweza kutamka. Maana yake katika mambo ya madhaifu ya rohoni, ule udhaifu ulionao, udhaifu ulionao, ukitaka kuumaliza lazima ujidhabihu mbele za Bwana. Roho Mtakatifu ashike nafasi, ujiombee. Roho Mtakatifu augue ndani yako, aweze kuumba kitu kipya, aumbe moyo mpya. Hutashinda wewe mwenyewe. Kama unasumbuliwa na tamaa za mwilini, wezi kushinda kwa kufumba macho. Umetembea umefumba macho, maana tayari akili yenyewe ina record. Unapofumba macho, akili inakufunulia mambo ambayo yamekaa kwenye akili yako. Unahitaji Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu asafishe, Roho Mtakatifu afanye kitu kwenye maisha yako. Usikae hivyo hivyo, kwa sababu udhaifu unarudisha nyuma. Maana yake Mungu kama ametaka kukupeleka hatua nyingine, kwa sababu ya udhaifu wako, Mungu hawezi kukupeleka hatua nyingine. Mungu hawezi kuachilia baraka kubwa kuliko uwezo ulionao.